Baba, ninanyenyekea chini ya miguu yako nikikuinua na kukuabudu ni kwa ajili ya wakati mwema ambao Bwana umenitunukia. Jehova, kusimama mahali hapa ninajua ni kwa neema yako, sio kana kwamba mimi ni mzuri, sio kana kwamba nimeyatenda mazuri, lakini Baba ninajua ni kwa neema yako na rehema zako ambazo ni nyingi kila siku. Bwana wa mabwana, Jehova, ninaomba msamaha kwa chochote ambacho huenda mfalme kikanikosesha Bwana kukubalika mbele ya macho yako. Ukanisamee na ukanitakase kwa damu yako mfalme, kwa maana Bwana kwa kuketi kwetu na kuondoka kwetu huwa tunakosa mbele zako Shaddai. Naomba mfalme kibali cha kusimama mahali hapa, mfalme wa ajabu. Naomba Baba ukanipatie kibali cha kusikizwa, Bwana wa mabwana. Ukanipatie kibali cha kuongea mahali hapa, mfalme wa ajabu. Ukanitumie kama chombo cha sifa, Bwana wa majeshi. Baba, mimi nikapungue ili ukaongezeke katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninaponena mahali hapa watoto wako wasio wakaniona bali wakakuone ndani yangu, Bwana wa mabwana. Baba, ninajua wewe una uwezo wa kunifanya Baba wa mbinguni nisikike mtakatifu wa ajabu. Ninaomba Bwana ukafungue watoto wako masikio ndiposa wakaweze kupokea neno lako ninapoipokea, Bwana wa mabwana. Baba wa mbinguni tubariki na ukatuinue, Bwana wa mabwana. Tukumbuke mtakatifu ni kwa kuwa unastahili na hakuna mwingine kama wewe. Nimeomba neema ya kipekee na baraka za kipekee zikaandame watoto wako, mtakatifu. Kila mmoja akapokea neno lako kulingana na vile ambavyo umeikusudia, Bwana wa majeshi. Hata watazamaji wetu Jehova, naomba ukawabariki na pia ukawakumbuke. Walio na mahitaji Bwana ukawafikie na kuwatendea katika jina la Yesu Kristo mtakatifu. Ni kwa kuwa wewe ni mwema na mwaminifu Bwana. Tutakase na ukatutembelee ni kwa kuwa unastahili. Uwepo wako Bwana ukawe pamoja nasi na ukaenende pamoja nasi, Bwana wa majeshi. Baba wa mbinguni ukapulizie ili neno katika maisha yetu ikapate uhai, Bwana wa majeshi, na ni kwa jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Kila mmoja aseme amen. Amen. Mchana wa leo ningependa kuleta neno, na kichwa cha ujumbe wangu asubuhi ya leo inasema kwamba finishing well, ama kumalizia vyema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaweza ukaanza jambo vyema na ukakosa kumalizia vyema. Unaweza ukaanza vibaya na ukamalizia vyema. Bwana Yesu asifiwe. But all in all, what matters is the finishing. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuwa uliokoka miaka 20 ambayo imepita, lakini kwa muda tu wa wiki moja ama siku moja ukaanguka ukasahau miaka yote ambayo umemtumikia Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini siku ya leo Bwana amenituma nikukumbushe kwamba unastahili kujikumbusha kana kwamba unafaa kumalizia vyema. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine tunakaanga na kujidanganya, tunasema kwamba mimi nimekaa katika wokovu kwa muda mrefu, mimi nimekaa katika nyumba ya Bwana kwa muda mrefu. Bwana Yesu asifiwe. Na tuna relax, tunasahau kwamba tunayo kazi nyingine ambayo inatungoja mbele. Bwana Yesu asifiwe. Tuna relax, tunasahau kwamba tunayo malengo ambayo tumelenga katika maisha yetu. Praise the name of the Lord. Hata wakati ambapo wana mbio huwa katika mbio zao wakikimbia, wanakuanga wamelenga the finishing point. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuona mkimbiaji akiwa katika uwanja akikimbia, anaanza tu pole pole, lakini inapofikia pale mwisho wa kumalizia unaona amepita. Bwana Yesu asifiwe. Unajua ni kwa nini? Kwa sababu alikuwa amelenga kumalizia kwake. Praise the name of the Lord. Na mimi ningependa nikwambie asubuhi ya leo ukatazamia kumalizia kwako kuliko mwanzo wako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati mwingine tunakaa katika wokovu, na katika safari yetu ya wokovu tunajisahau, tunaanza kuingia katika dhambi pole pole. Bwana Yesu asifiwe. Tunasahau kwamba tuna relax, tunasema kwamba sisi tumekaa katika wokovu kwa muda mrefu, tunamzoea huyu Mungu, tunaanza kuona kana kwamba Mungu tumetoshana na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Tunaanza kusema mimi tumekaa katika hii wokovu, tumeyaona mambo mengi. Ni kweli umeyaona mambo mengi, lakini ninataka nikwambie usipotazama kumalizia kwako, unaweza ukakaa katika wokovu
wokovu lakini ukakosa kumalizia vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Kukaa katika wokovu sio shida, lakini wewe hatima yako utamalizia namna gani? Bwana Yesu asifiwe. Ni nini ambacho utakuwa nacho cha kumwambia Bwana, kwa ule muda ambapo nilikaa, nipatia katika ulimwengu, hili ndilo jambo ambalo nilifanya katika nyumba yako, hili ndilo jambo ambalo nilifanyia watoto wako. Bwana Yesu asifiwe. Ama wewe utamalizia kwa kubomoa nyumba za wenyewe, ama wewe utamalizia kwa kuangusha wapendo wale ambao wameokoka jana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Tunakaa katika wokovu, unakuta nimekaa katika wokovu kwa muda mrefu, lakini bado mimi sijaiondoka katika dhambi za kale, nikaingia katika maisha mengine ya kumtumikia Yesu, ndiposa anaporejea nikaweze kumalizia vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Twende tukasome katika kitabu cha Ecclesiastes, kifungu ni cha 7 mstari ni wa 8. Ecclesiastes ni mhubiri. Ni mhubiri. Yes. Ni mhubiri. Kifungu ni cha 7 mstari ni wa 8. Hicho ni kitabu ambacho kiliandikwa na Solomon. Unajua Solomon alikuwa amefanya mambo mengi katika ulimwengu, lakini akajua kwamba ni beta mwisho wa jambo kuliko mwanzo wa jambo. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma katika kitabu cha Ecclesiastes kifungu cha 7 mstari wa 8 inatuambia, the end of a thing is better than its beginning. Bwana Yesu asifiwe. Mwisho wa jambo ni mwema kuliko mwanzo wa jambo. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo ningependa nikwambie kwamba usiutazame mwanzo wako, lakini ukautazame jinsi ambavyo utakavyomalizia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unapoanza biashara yako uanze na Yesu, ni vizuri ukamalizie na Yesu. Unapoanza jambo lako uanze na Yesu, ni vizuri ukamalizie na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Siku ya leo tunaanza na Yesu, lakini katika safari yetu tunajisahau, tunaenda katika njia zetu, tunasahau kana kwamba tunafaa kulenga na kukimbia mbio zetu tukimtazamia huyu Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unapoanza kitu siku ya leo, unapoanza chochote siku ya leo, kianze ndani ya Kristo na umwambie Kristo, ningependa hata unisaidie katika hatima yangu, ama katika mwisho wa hili jambo nikaweze kukuona na nikaweze kukushuhudia. Bwana Yesu asifiwe. Tuende katika kitabu cha 2 Timothy, kifungu ni cha 4 mstari ni wa 7. Timotheo ni wa 2, kifungu ni cha 4 mstari ni wa 7. Tuone hapo Paulo anasema nini. Twende katika Timotheo wa 2, kifungu, sijui kwa nini mic inakatakata, lakini Timotheo ni wa 2, kifungu ni cha 4 mstari ni wa 7. Inasema nini? Timotheo wa 2 kifungu cha 4 mstari ni wa 7. Hapo ni Paulo alikuwa anaandika hiyo kitabu cha Timotheo. Paulo alikuwa na mitume wengi, kina Timotheo, kina Sifas, kina Archippus, walikuwa wengi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini Paulo alikuwa kila wakati anawahimiza na anawakumbusha kwamba kunazo mbio ambazo wanaenda. Bwana Yesu asifiwe. Na hapo Paulo aliandika hiyo kitabu na kusema kana kwamba I have fought the good fight. Bwana Yesu asifiwe. Amen. What kind of fight have you fought? Praise the name of the Lord. Ni vita gani ambazo umepigana? Wakati wa leo unaposimama hivi, ni nini ambacho unaweza mshuhudia Bwana? Unasema katika ile wakati ambapo unipatia kuishi katika ulimwengu, hii ndio ambalo nilifanya na ninaenda kumalizia. Bwana Yesu asifiwe. Umepigana vita za aina gani katika maisha yako? Unapomtazama Paulo licha kwamba aliyapitia mambo mengi yaliyokuwa magumu na mazito, lakini alikuwa na jambo la kujivunia na kusema kana kwamba nimepigana vita zilizo mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi ya leo ningependa kukwambia kama wewe mpendwa na mimi tukaweza kupigana vita zilizo mzuri ndani ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Wengine tumepigana vita za kuwapiga wachungaji. Kazi yetu ni kuongelelea wachungaji usiku na mchana. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo sio kazi yako ya kuweza kumuongelelea mchungaji. Kazi yako ni kupigana vita zako na kucheza katika nafasi yako, ukiendelea kumwombea huyo dada ama huyo ndugu unapomuona akipotea. Bwana Yesu asifiwe. Utakapoenda mbele
aina gani? Nitakaposimama mbele za Bwana, nitamwambia Bwana nilipigana vita za aina gani? Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukajikazana kupigana vita ukifikiria unapigana vita mzuri, kumbe vita unazozipigana sio vita mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo ndio niliwaambia, una consult from God. Unamuuliza Mungu, ili jambo ambalo ninalolifanya, je, linakupendeza? Mungu, ili jambo ambalo ninalifanya, je, linakutukuza? Bwana Yesu asifiwe. Na katika kila jambo ambalo unafanya, muulize Bwana, mimi nitakumbukwa kwa nini? Usiishi kama mzee mwingine mwenye aliishi miaka mingi duniani in the Bible, in the Old Testament, nimesahau jina lake, but hakukumbukwa kwa chochote. Bwana Yesu asifiwe. Aliishi miaka mingi lakini hakuna kitu alifanya. Alikumbukwa tu kwa kuishi miaka mingi, lakini hakumalizia vizuri. Kwa nini? Kwa sababu katika ile wakati na nafasi ambayo Mungu alimtunukia kuishi, hakuna kitu alifanya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini licha kwamba Paulo tunamuona, tunamkumbuka kwa vita alizopigana katika Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Alipigana vita zilizo mzuri. Sio vita tu alipigana, but vita zilizo mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Mimi na wewe tukiwa watoto wa kiufalme, tukiwa watoto wa Mungu, tunastahili kumwomba Mungu atuwezeshe kupigana vita zilizo njema katika ufalme wa mbingu. Bwana asifiwe. Unasimama katika nafasi ya maombi na kuombea mwenzako, hiyo ni vita njema. Bwana Yesu asifiwe. Unasimama katika maombi, unapomwona mwenzako anaanguka, usifurahie kuanguka kwake. Usikuwe wa kwanza kueneza katika mitandao, lakini msimamishe katika maombi na umwambie Bwana, ninaomba ukampigania huyu dada ama huyu ndugu, ndiposa akaweze kumalizia vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Bwana anapotuita, anatuita tukafanye kazi yake na tukaishi ndani yake na tukautafuta uso wake, ndiposa anaporejea tukamalizie kazi yetu vizuri na tukashirikiane na yeye. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hajatuita tukakae katika nyumba yake tu bure. Ametuita tukabebane kwa imani, tukasaidiane kwa imani. Bwana Yesu asifiwe. Unapomwona mwenzako akihangaika, isikuwe ndio furaha yako. Unapomwona mmoja akirejea nyuma, Yesu anasema mchungaji akaacha kondoo 99 akaenda kumtafuta mmoja aliyekuwa amepotea. Kwa sababu gani? Alitaka hata hiyo kondoo ikaweze kumalizia vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Lakini siku ya leo kama wapendwa, tumeingiwa na kitu ambacho hakuna mtu ambaye anampenda mwenzake. Kila mmoja anajiona kwamba ni mimi peke yangu. Bwana Yesu asifiwe. Jiulize, utamalizia namna gani? Sio kumaliza tu, usitamani kumaliza tu, lakini tamani kumalizia vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Paulo akasema, nimezipiga vita zilizo mzuri. Akasema, I have finished the race. Mwendo nimeumaliza. Mwendo nimeumaliza. Paulo aliona kwamba mwendo alikuwa ameumaliza, kwa sababu kama ni kufanya kazi ya Bwana alikuwa amefanya. Kama ni kuraise mitume alikuwa ameraise. Kama ni kuponya watu alikuwa ameponya. Bwana Yesu asifiwe. Na ndiposa maana tunamkumbuka, licha kwamba Paulo alikuwa mpinga Kristo, lakini baada ya Bwana kumbadilisha, alianza vibaya kwa mpinga Kristo, lakini baada ya kukutana na Bwana hakuweza kurudi kule, lakini aliweza kuendelea kufanya kazi ya Bwana mpaka akaona kwamba vita nimezimaliza, mbio nimezikimbia. Bwana Yesu asifiwe. Ni mbio za aina gani ambazo unakimbia siku ya leo? Ninataka nikwambie nini ili ukaweze kumalizia vizuri. Kimbia mbio zako. Bwana Yesu asifiwe. Kimbia mbio zako ndiposa ukaweze kumalizia vizuri. Usikuwe mtu akubeba na upepo. Ukiona upepo unaenda east, unaenda east. Ukiona upepo unaenda west, unaenda west. Kuwa na msimamo wako na mwelekeo wako na mtazamo wako, ndiposa ukaweze kumalizia. Bwana Yesu asifiwe. Usipokuwa na mwelekeo wako, usipokuwa na mtazamo wako, hakuna siku ambapo utamaliza. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ambapo wanampio wanakimbia mpio, kila mmoja, hakuna mwenye anaangalianga mwingine. Kila mmoja anakuanga aim at the finishing point. Bwana asifiwe. Hivyo ndivyo inavyostahili kwa kwetu sisi kama wapendwa. Hakuna mashindano. Kimbia mbio zako. Unapoona mwenzako amebarikiwa, mwambie Bwana, hata wakati wangu utafika wa kunibariki. Praise the name of the Lord. Usianze kutafuta njia ambazo sio za Mungu ukaweza kupata mahali, kwa sababu Biblia inasema katika kitabu cha Deuteronomy
ulimwengu, nisaidie kukimbia mbio zangu, nisaidie kuwa mimi, nikaweze kuwa na uamuzi wangu mimi mwenyewe bila bila ushawishi wa watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Wewe umeona jirani yako aendi vizuri, wewe unataka kwenda na njia zake. Bwana asifiwe. Ama umeona mwingine amebarikiwa, pengine wakati wako ndio hujafika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema when the right time comes, the Lord will make it happen. So you should run your own race so that you may finish well. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Paulo akasema, mbio nimezimaliza. Utamaliza mbio zako namna gani? Utakimbia, lakini mbio zako ya uinjilisti. Bwana Yesu asifiwe. Na kama wewe kazi yako ni kupanguza viti, hapo ndio Bwana amekutunukia hiyo neema. Fanya hiyo kazi kwa kujituma, ukitazamia kumaliza. Bwana Yesu asifiwe. Usiachie ile kazi ambayo Bwana amekupatia on the way. Usiachie kama hujamaliza. But make sure kile ambacho Bwana amekuassign umeweza kufanya mpaka ukamalize. Bwana asifiwe. Ndipo utaweza kusimama na kusema, vita nimezipiga, mwendo nimeumaliza. Bwana Yesu asifiwe. Mbio umezikwenda na umezimaliza. Lakini sio kumaliza tu, lakini ukazimalize vyema katika Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukazimaliza lakini sio katika malengo ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukamaliza lakini sio katika makusudi ya Bwana. Unaweza ukamaliza lakini sio kama vile Bwana alikusudia ukaweze kumaliza. Bwana Yesu asifiwe. Unapofanya kila kitu, mtazame Bwana, muulize Bwana, mkusudie Bwana akaweze kukupatia idea na kuweza kukupatia mwelekeo kama unataka kwenda mahali. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma hapo chini anasema I have kept the faith. Imani nimeilinda. Ni wangapi ambao wamelinda imani yao? Imani nimeilinda. Licha kwamba umepigana vita, mbio umezikimbia, kuna kitu kingine cha muhimu. I have kept the faith. Usikubali imani yako ikaondoke. Bwana asifiwe. Mambo yanaweza kuja mazito na magumu ya kukuondoa katika njia za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Mambo ambayo ni mazito, ambayo yanaweza kukushawishi kama mwanadamu ukaondoke katika njia za Bwana na kuona ni kana kwamba Bwana yupo tena. Lakini Paulo anasema imani nimeilinda. Ningependa kusema asubuhi ya leo ukalinde imani yako. Bwana Yesu asifiwe. Usiwahi kubali kupoteza imani yako. Unaweza ukapoteza mambo mengine yote, lakini usiwahi kubali kupoteza imani yako, kwa sababu unapopoteza imani umepoteza mwelekeo na hata kumaliza huwezi ukamaliza. Bwana Yesu asifiwe. Because we live by faith and we walk by faith but not by sight. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Unapopoteza imani yako utamaliza namna gani? Utakwenda namna gani? Utatembea namna gani? Because we walk by faith and we live by faith. Bwana Yesu asifiwe. Usikubali kupoteza imani yako. Bwana asifiwe. Ukienda katika kitabu cha Wagalatia, Paulo akawaambia Wagalatia, Galatians chapter 3 verse 3. Wagalatia kifungu ni cha 3, mstari ni wa 3. Wacha tuone Paulo aliwaambia nini. Paulo aliwatazama Wagalatia na akawaona Wagalatia na akaona ni kama ni wapumbavu. Bwana Yesu asifiwe. Akaona upumbavu ambao ulikuwa katika maisha ya Wagalatia. Na sisi mchana wa leo ningependa kusema tusikuwe wapumbavu kama Wagalatia. Unajua ni kwa nini Paulo akawaambia Wagalatia ni wapumbavu? Bwana Yesu asifiwe. Paulo alitazama njia ambazo aliwafundisha Wagalatia. Kanisa la Wagalatia aliwafundisha njia za Bwana, akawafundisha kuishi katika malengo ya Bwana, akawafundisha kutembea katika njia za Bwana. Lakini kwa sababu ya upumbavu wao wakaanza na roho lakini wakamalizia katika mwili. Bwana Yesu asifiwe. Mchana wa leo ningependa kusema usimalizie katika mwili kama Wagalatia. Bwana asifiwe. Unapoanza safari yako katika Kristo, unapoanza safari yako katika roho, ningeomba ukamwombe Bwana ukamalizie katika roho. Bwana Yesu asifiwe. Usije ukaanza safari yako katika roho na ukamalizia katika mwili. Bwana asifiwe. Kwa sababu utakapomalizia katika mwili kuna maangamizo. Utakapomalizia katika mwili ujue adui atakuangamiza. Unapomalizia katika mwili ujue utakuwa umeondoka katika njia za Bwana, na hapo ndipo adui
yako na ataweza kukuangamiza. Bwana asifiwe. Wacha nisome usije ukasema nimenena maneno yangu. Sio mimi nimenena, ni Wagalatia amesema. Amesema Galatians chapter 3 verse 3 to verse 3. Inasema, Are you so foolish, having begun in the spirit, are you now being made perfect by the flesh? Bwana asifiwe. Wagalatia walianza kwa roho, lakini badala ya kutembea katika roho na kuishi katika roho, katika njia wakapotea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu unapoanza kuna mwendo wa kuenda katika maisha. Unapoanza jambo kuna mwendo wa kuenda, kuna mbio za kukimbia, kuna vita za kupigana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Wagalatia walipigana, wakapigana kwa upumbavu, wakasahau, wakaondoka katika zile njia walizoanza nazo, wakaingia katika njia, wakaelekezwa na mwili badala ya kuelekezwa na roho. Bwana asifiwe. Asubuhi ya leo ningependa kukwambia, kama ulianza na roho, mwambie Bwana akusaidie ukaweze kumalizia na roho. Bwana asifiwe. Kama ulianza na roho, mwambie Bwana nisaidie kwa uwezo wako, kwa nguvu zako, nikaweze kumalizia na roho, nisije nikamalizia katika mwili. Amen. Kwa sababu kuna hatari unapomalizia katika mwili. Kuna hatari unapomalizia katika mapenzi yako. Kuna hatari wakati ambapo unakuwa distracted na mapenzi ya wanadamu. Bwana asifiwe. Na ndio maana Jumapili lingine niliohubiri mahali hapa nikawaambia kwamba tukaulize Mungu tunapoenda kufanya jambo, ndiposa akaweze kutuelekeza. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukaanza jambo ukifikiria ni makusudi ya Bwana, kumbe haiko katika makusudi ya Bwana, iko katika makusudi yako na katika akili zako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini unapoanza katika Bwana, ningependa ukaweze kumwomba Bwana akakusaidia kutembea katika roho, ndiposa ukamalizia katika roho, usije ukamalizia katika mwili. Bwana Yesu asifiwe. Na sio ngumu kuanza katika roho na kumalizia katika mwili, kwa sababu katika njia unakutana na mambo mengi. Hayo mambo ambayo unayakutana nayo katika njia ndio yanayokupoteza na kuelekeza katika mwili badala ya kuelekeza katika roho. Bwana Yesu asifiwe. Unayaacha mambo ya kidunia hii, unayaacha mambo ya kimwili, unatoka katika zinaa za ulimwengu, lakini katika safari yako ya kutembea unajikuta umerejea tena kule ambako ulitoka. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ambapo Yesu aliingia katika maisha yako, alikuja kukuondoa katika dhambi, mahali ambapo ulikuwa umezama, akakuondoa kule, akakuleta katika nuru. Bwana asifiwe. Na wakati ambapo umeletwa katika nuru, usikubali taa yako izime, ndiposa ukaweze kumalizia vizuri, kwa sababu inapozima utarejea kule tu ulikotoka, ama shetani akudivert. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuwa ulianza vizuri ukiwa mtoto mzuri wa Sunday school, ukaishi katika neno la Mungu, ukaishi katika madhabahu ya Bwana, ukaishi katika makusudi ya Bwana. Na wakati ambapo umegrow sasa, umejielewa, umekuwa mtu mkubwa ambaye anaweza kujiamulia sasa uzuri na ubaya, unapotea njia, unaenda kumalizia katika mwili. Bwana Yesu asifiwe. Kama umerisiwa kanisani, ukalewa katika neno la Bwana, ukakuzwa katika neno la Bwana, kanyanga pale ili ukaweze kumuona Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini unapochoka na kuondoka katika makusudi ya Bwana, adui atakumaliza, kwa sababu atakuwa ameshakuondoa katika zile nguvu ambazo zinakushikilia. Usikubali adui akumalize kabla hujamaliza mwendo wako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ulianza vizuri katika familia yako, ukaanza na mke wako vizuri, ukamwambia kwa uzuri na kwa ubaya nitakuwa pamoja na wewe, kwa mema na mabaya nitasimama na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Mmekaa miaka 15, sasa umeanza kuona kwamba astahili katika maisha yako, unaanza kwenda tu kombo, unataka kutafuta mwingine. Huyu unataka kuachia nani? Unataka kuachia nani? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unaanza kumtazama hivi, unaona sasa nataka nifuate mwana youth. Bwana Yesu asifiwe. Wewe umeanza kumalizia katika mwili badala ya kumalizia katika roho. Ulianza na roho katika madhabahu, ukasema huyu ndiye nitakayeishi na yeye. Umeanza tena kwenda katika njia zako wewe mwenyewe, umeanza kumalizia vibaya. Bwana Yesu asifiwe.
ukumbuke maagano ya ujana wako ambayo uliyafanya, ukayakumbuke, ndiposa ukaweze kumalizia vizuri. Amen. Na wacha nikwambie kitu moja. Wakati ambapo unaacha familia yako ikilia, usifikirie utamaliza vizuri au utamaliza vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu umeshatoka katika njia za Bwana, ukaenda katika akili zako na katika mawazo yako. Mwambie Bwana, nilikuwa nimepotea njia kidogo, lakini kuanzia leo Bwana, naomba ukanirudishe, sitaenda huko tena. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wengine wanasemanga hata Daudi alikuwa na wengi. Huyo ni Daudi, si wewe. Wewe sio Daudi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na wewe mke ukaagana na Mungu, huyu ndiye mume wangu. Mumefika miaka sasa, umeanza kumuondokea, umeona sasa hana kakitu. Bwana Yesu asifiwe. Unamalizia aje? Praise the name of the Lord. Unaenda kumalizia wapi? Bwana Yesu asifiwe. Malizia katika Bwana. Kama Bwana aliwapatia kwanza kwa pamoja, muombe Bwana, mwambie Bwana, ulinipatia hii familia kwa makusudi yako na kwa malengo yako. Naomba ukatupatie neema, tutembee kwa pamoja mpaka tukamalizie pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na Mungu ni mwaminifu. Usikue tu wewe ndio wakuvunja nyumba za wenyewe kanisani. Na hata kama sio kanisani, hata kokote kwenye unaenda, kokote kwenye unafanya kazi, kokote kwenye unatembea, ni wewe tu. Bwana asifiwe. Amen. Hata watu wakisikia wakiambiwa wanakukumbuka kwa njia gani, kila mtu anakukumbuka kwa ubaya. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie Mungu akupatie kitu ambacho utaweza kutembea ukamalizie vizuri. Twende in the book of Hebrews chapter 12 verse 1. Hebrews 12:1, hapo ndio tutamalizia. Hebrews 12:1. Hebrews ni Waibrania 12 mstari ni wa kwanza. Waibrania 12 mstari wa kwanza inasema aje? Tumefika Hebrews. Tumefika ama hatuna Bible? Hatuna Bible? Tuko nayo? Okay. Biblia inasema in the book of Hebrews 12:1 inasema, therefore we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us. Bwana Yesu asifiwe. Hapo Biblia imesema kwa hivyo kwa maana tumezungukwa na witness, ushahidi mkubwa. Bwana Yesu asifiwe. Wewe kama mwaminio ujue umezungukwa na ushahidi mkubwa ambao hata haujazunguka watu wa kimataifa. Bwana asifiwe. Amen. Wewe kama Mkristo, wewe kama mchungaji, wewe kama kiongozi, wewe kama mwana praise and worship, mimi kama mchungaji nimezungukwa na ushahidi mkubwa. Naomba mama Masi tusomee hiyo Kiswahili iseme vizuri. Inasema namna gani? Wacha nisome kwa Kiswahili ndio tuweze kuelewa vizuri. Biblia inasema, basi na sisi pia, kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi. Sio shahidi, mashahidi. Na sio mashahidi, lakini wingu kubwa la mashahidi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo popote uendapo ujue ushahidi umekuzunguka. Pengine hauna mshirika wako pale, pengine hakuna mwenye mnashiriki na yeye pale, lakini jua ushahidi uko pale umekuzunguka. Bwana Yesu asifiwe. Sisi kama Wakristo tumezungukwa na ushahidi mkubwa, na ndiposa ujue ni ukweli tumezungukwa na ushahidi mkubwa. Leo wewe kama mwaminio fanya kitu kidogo tu hivi, utaona kameme zote zitakuwa ni wewe tu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mtu wa ulimwengu akifanya kitu kama hiyo, wanamshangilia tu, wanasema umefanya vizuri. Bwana asifiwe. Lakini leo mchungaji, wacha tuseme wale prominent, unajua kuna wale ambao ni watajika. Bwana Yesu asifiwe. Usikie tu mchungaji fulani amefanya kitu kidogo tu, of which pia ni mwanadamu, lakini story zote, kameme zote, social media yote itakuwa ni yeye.
Bwana asifiwe. Na hata wale hawana ushahidi ya kwamba ni ukweli imetendeka, bado watakuwa wanamuongelelea. Kwa sababu gani? Tumezungukwa na ushahidi mkubwa ambao unashuhudia yale ambayo tunayatenda. Yawe ni mema, yawe ni mabaya, ujue tuko na ushahidi ambayo unatushuhudia yale tunayatenda. Bwana Yesu asifiwe. Na ikasema hapo chini, ikasema aje? Ikasema la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile ituzingayo kwa upesi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Waibrania amesema kwamba tukaondoe kila mzigo mzito. Ukiwa na mizigo mizito hauwezi ukamalizia vizuri. Usibebe watu katika maisha yako, kwa sababu ukiwabeba hautamalizia vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni mizigo mizito ambayo umebeba katika maisha yako. Hiyo kwanza ukaiondoe. Bwana asifiwe. Ingine tukaambiwa dhambi, usikubali dhambi ikakae katika milango yako, kwa sababu dhambi ndio itakushuhudia mabaya yako. Bwana Yesu asifiwe. Tumeambiwa tujitenge na nini? Na mizigo mizito, na tujitenge na dhambi. Kwa hivyo kama tunataka kumalizia vizuri na kama tunataka kukimbia mbio zetu vizuri, tukajitenge na dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Ninajua wengine tunauliza dhambi ni nini? Wengine tunafikirianga dhambi ni usherati peke yake. Dhambi sio usherati peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Dhambi hata wakati ambapo umemsingizia mwenzako mabaya kwa uongo, hiyo ni dhambi. Bwana asifiwe. Wakati ambapo umekuwa mshahidi wa uongo, hiyo ni dhambi. Wakati ambapo umeshuhudia uongo, hiyo ni dhambi. Wakati ambapo umemsema mwenzako uongo, hiyo ni dhambi. Wakati ambapo umemsengenya mwenzako, hiyo ni dhambi. Wakati ambapo umechukua kitu cha mwenzako cha nguvu, hiyo ni dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Dhambi ni kitu chochote ambacho ni kinyume na makusudi ya Bwana. Kwa hivyo hata kama Bwana amesema usikalie hii kiti na umekalia, hiyo ni dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Na kama Bwana amesema uwe na ujaua, hiyo ni dhambi. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo dhambi ni chochote ambacho kiko kinyume na makusudi ya Bwana. Na mchana wa leo ningependa kusema ndiposa tukaweze kumalizia vizuri, tukavue dhambi zetu ambazo tumezibeba, tukamwambia Bwana siku ya leo tunataka kutakaswa kwa damu ya Yesu. Kijito cha utakaso tukatakase ndani, ndiposa tukaweze kusonga mbele tukiwa wepesi na tukiwa hatuna mizigo ya dhambi tena. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua kana kwamba kama umebeba mizigo hauwezi ukakimbia mbio. Kama umebeba vitu mingi katika maisha yako huwezi ukakimbia mbio. Hata wanampio wanatembeanga wamevaa tukinyaza tumefika huku na tutop tumefika hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hawatakangi kitu chochote cha kuwapiga ama cha kuwazuia wanapokimbia mbio zao. Na mimi ninakwambia mchana wa leo kama mteule, chochote ambacho kinazuia wewe kuweza kukimbia mbio zako ndiposa ukaweze kumalizia vizuri, mchana wa leo mwambie Bwana siku ya leo ni unajijua vizuri na unajielewa kile ambacho umebeba kama dhambi, kama mzigo kwa maisha yako. Mwambie Bwana siku ya leo ningependa ukaniondolee hiki kitu, kimekuwa kizuizi cha destiny yangu, kimekuwa kizuizi cha mbio zangu, kimekuwa kizuizi cha maisha yangu, na singependa kuishi maisha kwa sababu ningependa kumalizia vizuri. Bwana siku ya leo ninaondoa hilo jambo, hiyo dhambi ninaitoa katika maisha yangu na ninaanza mwanzo mpya. Bwana Yesu asifiwe. Na nikwambie kitu, Mungu wetu ni mwingi wa rehema. Rehema zake ni mpya kila siku. Unapomwomba anasikia na anakutendea. Praise the name of the Lord. Unaweza kuwa unasema hili jambo limekuwa mzigo, limenilemea. Ndio shida yangu. Hakuna shida yako. Mwambie Bwana kuanzia siku ya leo sitaki kumalizia vibaya. Ninataka kumalizia vizuri. Ninataka kukimbia mbio zangu. Ninataka kumaliza mwendo na ninataka kuishikilia imani yangu. Kama Paulo kamwambia Bwana, ningependa kuenenda katika imani na katika mbio zinazostahili. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hapo chini nasema nini? Dhambi
dhambi ile ituzingayo kwa upesi, na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Bwana asifiwe. Kuna mbio mbele zetu. Wewe mbio zako unazikimbia namna gani? Mimi kama mchungaji mbio zangu nazikimbia namna gani? Praise the name of the Lord. Mbio zako jiulize siku ya leo, nimezikimbia namna gani? Mbio zangu nijiulize, nimejikimbia namna gani? Bwana Yesu asifiwe. Tutatoa hesabu ya kila kitu ambacho tulifanya kwa ule muda ambao Mungu ametupatia kuishi katika ulimwengu. Tutatoa hesabu ya kila kitu ambacho tulifanya. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo mchana wa leo, dhambi imekuwa kawaida kanisani. Dhambi imekuwa kawaida kanisani. Tufanye dhambi, tuingie katika madhabahu na tudumu. Bwana Yesu asifiwe. Tufanye dhambi na tuingie kanisani kama kawaida bila hata kufeel anything, na tudumu katika madhabahu na turudi nyumbani kama tu atuani kama kuna chochote tumetenda. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi sijasema kuna mtu ametenda dhambi, lakini wewe mwenyewe unajijua, mimi mwenyewe ninajijua. Wacha tukajichunguze katika mioyo yetu na tuondoe kila dhambi ambayo inatuzuilia kuweza kuona ufalme wa Mungu. Bwana asifiwe. Mungu ni mwaminifu. Hata tunapoketi mahali hapa, anajua mimi nimefanya nini. Hata kama nimesimama mahali hapa, Bwana ameuchunguza moyo wangu na ameshaona nimefanya nini. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu ndiye mwenye hukumu. Hakuna mtu anayefaa kuhukumia mwingine. Mimi ninasema kwamba Mungu atusaidie na aturehemu kukimbia mbio kwa imani na tukaweze kumalizia mwendo vizuri. Bwana asifiwe. Mungu ni mwaminifu na Mungu si mwanadamu akaseme uongo. Tukisoma mstari wa 2 inasema, tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu. Mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu ni nani? Ni Yesu. Yesu ndiye mwanzilisha wokovu wako, Yesu ndiye mwanzilisha wokovu wangu, na ndiye mkamilishaji wa wokovu wako na wokovu wangu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini cha muhimu ni nini? Tutamalizia namna gani? Tutamalizia namna gani? Itakuwa ni jambo la huzuni sana kama mimi kusimama mahali hapa kuwahubiria kila Jumapili lakini nikose kumalizia vizuri, nikose mbingu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Itakuwa ni aibu sana kuhudumu katika hii madhabahu miaka yako yote, lakini mbinguni kitabu kinapofunguliwa unakosa kuonekana. Hiyo inamaanisha hukumalizia vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Usije ukafanya kazi ya bure. Usije ukafanya kazi ya bure. Usichoke bure. Bwana asifiwe. Usichoke bure. Tukisoma hapo chini, hata nafikiri nimeongea hivyo, ni kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hata sisi tunatamani tukamaliza vizuri, tukakae na huyu Yesu katika kiti cha enzi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Itakuwa jambo la aibu Jumapili zote umejinyima, nimejinyima kuwa kanisani, lakini nikose kuona ufalme wa mbingu. Bwana asifiwe. Itakuwa ni aibu sana. Nimesimama hapa nikiwaambia tunaenda mbinguni, lakini mimi mwenyewe nikosekani. Praise the name of the Lord. Muulize Bwana, ni nini ambacho kitanifanya nisimalizie vizuri? Ni nini ambacho kitanizuia nisimalizie vizuri? Ni nini ambacho kitanizuia nisije nikaiona mbingu? Bwana Yesu asifiwe. Na utakapokiona mwambie Bwana, hii ni kizuizi cha hatima yangu, naomba Bwana ukaniondolee. Hii ni kizuizi cha kumalizia kwangu, naomba Bwana ukaniondolee. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu kwa sababu ndiye mwanzilishi wa imani yetu, na akiwa ameketi katika mkono wa kuume wa baba yake, ataweza kukusaidia na ataweza kukuongoza ndiposa ukaweze kumalizia vizuri. Praise the name of the Lord. Usiishi katika wokovu leo na miaka ingine inakuja uwe umekuwa mmoja wa watu wa dunia. Sijui hata nitasemaje. Mbingu itakuwa imehuzunika kwa ajili yako. Wakati mwingine mambo yanatuondoa katika njia za Bwana. Tunakaa tukimngoja Bwana, tunaona ni kana kwamba amechelewa.
kuchelewa. Bwana huwa hachelewi. Nakwambia uendelea kushikilia imani, ukiendelea kumngojea huyu Bwana na kumtazamia. Praise the name of the Lord. Kwa sababu unapotazamia wanadamu, ukiwatazama wanadamu, hautaweza kwenda mbio zako. Utaenda mbio za wanadamu, utaenda kulingana na makusudi ya wanadamu, utaenda kulingana na makusudi ya watu wenu na familia zenu na wazazi wako. Lakini unapomtazamia Bwana, utaenda kulingana na makusudi ya Bwana na katika njia za Bwana na katika malengo ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tusimame kwa miguu yetu. Tusimame kwa miguu yetu. Mwambie Bwana, mbio umezipiga, vita umezipiga, mwendo umeumaliza, imani umeishikilia, lakini ungependa Bwana akusaidie. Utakapokuwa umekamilisha kazi yako, utakumbukwa kwa kufanya nini? Utamwambia Bwana umefanya nini? Utakuwa unakumbukwa katika ulimwengu ulifanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Hata kupanga viti peke yake kanisani hauwezi ukakumbukwa na hilo. Hata kuhakikisha hili kanisa ni safi hauwezi ukakumbukwa na hilo. Bwana Yesu asifiwe. Hata kuhakikisha kwa choo kuna tishu, hilo pia ni jambo ambalo unapiga mbio katika kazi ya Bwana. Bwana asifiwe. Kuna mtu hata ataweza kuondoka katika ulimwengu, tuseme aliishi tu lakini hakuna kitu alifanya. Usikubali uishi tu kule, kubali ufanye kitu katika ufalme wa mbingu ambalo utanguza. Hata kama ni mtu mmoja atashuhudia na kusema kwa sababu yako niliweza kubadilika. Amen. 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 Jiulize mahali unaishi, wewe unaishi namna gani? Wewe ni ushuhuda ama wewe ni aibu kwa Kristo? Mahali ambapo unaishi wanaweza kushuhudia na kusema kwamba mwendo umeuenda katika Kristo. Praise the name of the Lord. Unajua Mungu anatuona, Mungu anatujua, Mungu anatutazama. Nikiwa mahali hapa nimewaambia ananitazama mimi, ananijua. Hata nifanye mambo kama nimejificha, Bwana tujua aniona. Bwana Yesu anaonanga siri za mioyo yetu. Sikiwa hapa anazitambua na anaziona na anatuchunguza. Praise the name of the Lord. Mwambie Bwana, ningependa kumalizia vizuri. Enda mbele za Bwana, mwambie Bwana, ningependa kumalizia vizuri. Ningependa kuishi katika njia zako. Ningependa kukimbia mbio zangu. Sio mashindano, kimbia mbio zako wewe mwenyewe. Kimbia mbio zako, na ukikimbia mbio zako utamalizia vizuri. Kila mmoja tuende katika maombi, tumwambie Bwana atusaidie tukaweze kumalizia vizuri. Tumwambie Bwana akatuwezeshe kumalizia katika neema yake. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mfalme mwema, mtakatifu, kimbilio letu na tegemeo la maisha yetu. Bwana, tazama umetuambia kana kwamba tumalize vyema Jehova. Wakati mwingine Jehova, vizuizi vimeweza kuja katika maisha yetu Bwana. Baba mbinguni, ushawishi ukakuja katika maisha yetu Jehova, ambao Bwana ni wa kutuondoa katika njia zako ili tusije tukaweza kumalizia vizuri. Baba, ninajua kwamba umechunguza mioyo yetu na umetuona Bwana wa mabwana. Unajua kuketi kwetu na kuondoka kwetu Jehova. Kama mtumishi wako Paulo akasema, vita nimezipiga, mwendo nimeumaliza Bwana. Lakini jambo la muhimu ni kwamba imani aliishikilia Jehova. Ninaomba mchana wa leo Bwana ukatuwezeshe kushikilia imani. Kila wakati tukaweke tumaini letu na matarajio kwako Bwana wa mabwana. Kwa sababu Bwana wewe ni tumaini letu na tegemeo la maisha yetu. Umefanyika kwa msaada wa maisha yetu Bwana wa mabwana. Jehova, ukatuondolea mizigo ya dhambi ambayo Bwana inatuzuia kukimbia mbio zetu Jehova. Mizigo ambayo Bwana ni ya dhambi inatulemea katika maisha yetu Jehova. Nimeomba mchana wa leo Bwana, kama watoto wako ukatuondolee. Ndiposa Bwana tukaweza kukimbia mbio zetu kwa wepesi Jehova.
Jehova. Baba mbinguni ukatusaidie kuweza kuishi maisha ya utakatifu, tukaweze kuishi maisha yanayokupendeza Bwana, tukaweze kuishi maisha ambayo ni ya kukutukuza Jehova. Tusije tukaishi kuwafurahisha wengine Bwana, tusije tukataka kuwafurahisha wale ambao Bwana wanatuelekeza kando na neno lako Bwana. Ndiposa Mfalme tukaweze kuingia maisha yasiyo ya kukupendeza Jehova, ili tusije tukamalizia vizuri Bwana wa Bwana. Jehova, ninaomba ukatuwezeshe kukaa katika neema yako na tukakae katika uvuli wako Bwana wa Bwana. Jehova, ninajua wewe unaona mioyo ya watoto wako Jehova. Naomba Bwana ukazichunguze mioyo yako na kila dhambi ambayo imewalemea mchana wa leo, chochote ambacho Bwana kinawazuia kuweza kutembea katika hii safari ya imani, ili Bwana wakaweze kukamilisha safari ya Jehova. Ninaomba mchana wa leo Bwana ukawasomee na ukawaondolee katika jina la Yesu Kristo Bwana wa Bwana. Mtakatifu, ninajua wewe ni mwingi wa rehema, rehema zako ni mpya kila siku Bwana wa Bwana. Ukasema katika kitabu cha Isaya Bwana, tukakumbuka mahali tulipoangukia Bwana na tukakurudia nao utaturudia Jehova. Baba mbinguni, ninaomba ukatukumbusha tulipopotea njia Bwana, tukarejea katika njia yako Bwana, ili tukaweze kumalizia vizuri. Baba, tusiponenda katika makusudi yako na malengo yako Bwana, hatutaweza kumalizia vizuri Bwana wa majeshi. Jehova, ninakutukuza na ninakuabudu Bwana wa Bwana. Jehova, dhambi imekuwa mzigo kwa watoto wako Bwana. Dhambi imeingia kanisani Jehova, na ibilisi akachukua kiti akakalia Bwana, akituzuilia katika destiny yetu Bwana wa majeshi. Dhambi kituvuta mbio Bwana wa Bwana, dhambi kitulemea ndiposa tusije tukakimbia mbio zetu Bwana. Dhambi kituvuta Mfalme tusije tukamalizia vizuri Jehova. Nimeomba Bwana mchana wa leo mtakatifu wa ajabu, ukaturehemu katika jina la Yesu Kristo Bwana wa Bwana. Kila mzigo ambayo Bwana adui amebebeza watoto wako, ninaondoa mchana wa leo Bwana wa Bwana, katika jina la Yesu Kristo mtakatifu wa ajabu. Ninakuomba Bwana ukawapatie kukamilisha vizuri, wakamalize vita vyao vizuri, wakamalizia vizuri Bwana wa Bwana, katika jina la Yesu Kristo Mfalme wa ajabu. Wengine wanangojea kwa wakati wako Bwana, wanaona kana kwamba ni kama umechelewa Jehova, wanaamua kwenda kutafuta baraka zao katika ulimwengu, wanaamua kwenda kutafuta kwa manabii Jehova, wanasahau kukamilisha kwa imani, wanasahau kukamilisha katika Bwana Jehova. Nimeomba mchana wa leo Mungu wetu ukawarehemu katika jina la Yesu Kristo, ukawarudishe katika njia zako Bwana, ukawarudishe katika neema yako Shaddai, katika jina la Yesu Kristo Bwana wa Bwana. Jawa tunakutukuza na tunakuabudu Baba, utukuke na winuliwe. Hakuna mwingine kama wewe mtakatifu wa ajabu, hakuna mwingine kama wewe Bwana wa Bwana. Pokea sifa zetu Jehova, chunguza mioyo yao Bwana. Itakuwa ni aibu Bwana tunapoanza katika roho na kumalizia katika mwili. Baba, tunaanza biashara zetu katika Kristo Jehova, lakini Baba tunamalizia kwa waganga. Tunaanza familia zetu Jehova katika Kristo Bwana wa Bwana, lakini tunamalizia kwa uchawi Bwana. Nimeomba Bwana mchana wa leo ukatukumbuke Bwana, tusije tukawa wapumbavu kama Wagalatia, tusije tukawa wapumbavu kama Wagalatia Bwana. Tuanze katika roho na tukamalizia katika mwili Jehova, bali Bwana ukatuwezeshe tunapoanza katika roho tukamalizia katika roho. Baba, tunapoanza katika roho tukatembea katika roho Bwana, na kumalizia katika roho Jehova, katika jina la Yesu Kristo Bwana wa majeshi. Bwana, ninajua wengine wanapotezwa katika njia, wengine Bwana wanasikiliza mawaidha yasiyo na faida katika maisha yao, ambayo ni ya kuwapotosha Bwana na kuondoa katika uwepo wako Jehova. Tusaidie Bwana wa majeshi, tusaidie Shaddai, tukaenenda katika makusudi yako na katika neema yako Bwana wa Bwana, katika jina la Yesu Kristo Mfalme wa ajabu. Uinuliwe na ubarikiwe Jehova. Tuguze kwa nguzo wako Bwana, walio wagonjwa mahali hapa Bwana, ninakemea kila maroho
heshima na utukufu. Tunakuabudu Bwana na tunakuinua. Jehova, wanapoondoka Bwana na kuanza wiki mwingine Bwana, na wafunika watoto wako na damu yako. Tunawawekea ukuta wa ulinzi, tunazunguka kwa damu ya Yesu, ukuta wa damu ya Yesu Bwana. Ulinzi katika barabara zao, ulinzi katika mahali pao pa kazi, ulinzi katika manyumba zao Bwana, katika jina la Yesu Kristo Shaddai. Tukuka Bwana na ukainuliwe Baba. Tumekemea mikosi, tumekemea maajali Bwana, maroho ya vifo sio sehemu yao Jehova, katika jina la Yesu Kristo. Tunakuabudu na tunakuheshimu. Uinuliwe na ubarikiwe Shaddai. Hakuna kama wewe Bwana. Pokea sifa zetu Bwana wa majeshi. Baba mbinguni tukutukuza, Baba mbinguni tukuabudu. Hii wiki tumenena baraka, hii wiki Bwana tumenena ushindi, hii wiki tumenena kibali chako Jehova. Wale ambao ni wafanyi biashara wacha wakakuone Jehova, wale ambao ni waajiriwa Baba wakapata kibali chako mtakatifu. Nimewatuma na ushindi Bwana, nimewatuma na ushindi Jehova. Watarejea mahali hapa na ushuhuda kana kwamba Bwana umetenda, katika jina la Yesu Kristo mtakatifu. Uinuliwe Bwana na ukatukuke, na ni kwa jina la Baba la Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba. Kila mtu aseme amen. Kila mtu aseme amen. Bwana Yesu asifiwe. Tumishi wa Mungu ameanza kutuambia dada yetu Mama Viki aliweza kumpoteza dada yake, na Biblia inasema tukalie na wale ambao wanalia. Ningeomba tuchukue dakika mbili tukawaombe ili Bwana akaweze kuwafariji. Bwana Yesu asifiwe. Unajua ni jambo ambalo huwa ni ngumu sana unapopoteza mpendwa ama mtu wa familia yako. Ule ambaye aliwahi poteza mtu wake wa karibu ndiye anayejua vile ambavyo inakuanga ni jambo mzito. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Biblia inasema tusije tukalia kama watu ambao hawana imani, kwa sababu sisi ni wana wa imani. Tunaamini kila jambo utendeka kwa wema kwa wale ambao wanampenda Bwana na wale ambao wanamwabudu. Kwa hivyo ningependa tuchukue dakika mbili tukaombe kwa ajili ya hiyo familia, ndiposa Bwana akawapatie faraja ambayo ni ya kipekee katika familia yao. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tu kila mtu chukua dakika mbili ukaombe, sema tu njambo, tamka njambo kwa ajili ya hiyo familia. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ni mara nyingine Bwana tunasongea kwako mfalme wa ajabu. Tunakushukuru na tunakuabudu ni kwa matendo yako Jehova, kwa sababu Bwana wewe hakuna jambo ambalo wewe unatenda ambalo ni mbaya Bwana. Kila wakati wewe unatenda mema na chochote hufanyika kwa wema kwa wale ambao wanakupenda na wale ambao wanakuabudu. Tazama mfalme wa ajabu, dada yetu amesema kwamba walipoteza mmoja wa familia yao Jehova, na kwa kuwa wewe ndiye mfariji wa maisha yetu Bwana, ninataka kwamba mfalme ni familia ya imani. Ninawainua mikononi mwako mchana wa leo mfalme wa ajabu, ndiposa Baba ukaweza kufariji mioyo yao Jehova, ukaweza kuwapatia tumaini Bwana wa Bwana, wasije wakalia kama wana ambao wanatumaini mtakatifu. Baba wabariki, Baba wainue, Baba wapiganie, Baba ukawatetee katika jina la Yesu Kristo mfalme wa ajabu. Ninajua Bwana kifo ina uchungu, ninajua kifo ina uchungu Bwana wa Bwana, lakini Bwana wewe ndiye mfariji wa mioyo yao Jehova, wewe ndiye mfariji wa watoto wako Bwana wa Bwana. Baba ninaomba ukawafariji katika jina la Yesu Kristo Bwana wa Bwana, dada zake Bwana wa Bwana ukawafariji Baba mbinguni, watu wote wa hiyo familia Jehova ukawafariji Baba, na zaidi watoto wake ukawafariji Bwana wa Bwana. Baba ninajua ni huzuni Bwana, kunayo machozi Bwana wa Bwana, lakini Jehova ninajua wewe uko kwa ajili ya mayatima Bwana. Jehova naomba ukawakumbuke mchana wa leo, naomba Bwana ukawakumbuke katika jina la Yesu Kristo. Jehova watendee jambo jipya, ni kwa kuwa wewe ni Mungu na hakuna mwingine kama wewe. Jehova tukuka na ukainuliwe, wastahili sifa zetu, wastahili heshima na utukufu. Tunakupenda Jehova na tunakuabudu, hakuna aliye kama wewe mtakatifu. Wewe ni mwema Bwana, wewe ni mwaminifu Jehova. Pokea sifa zetu Bwana, pokea heshima na utukufu. Tunajua kwamba Bwana utajidhihirisha na utajionyesha Bwana katika mipangilio yote Bwana, ukawaongoze Jehova, wapatie neema ya
ajabu. Baba uinuliwe, Baba ubarikiwe, wakumbuke kwa ukumbuka wa kitofauti, na ni kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Na kila mtu aseme amen. And may the grace and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen and amen. Tusimame na wengine tuwaombee. Unapopiga magoti na kuomba, usisahau kuombea mmoja wawili. Mwambie Bwana wakumbuke. Ataka ziko juu sana, mwambie Bwana kumbuka watoto wako. Bwana kumbuka watoto wetu. Bwana kumbuka marafiki zetu na hata maadui zetu. Bwana ukawakumbuke. Bwana Yesu asifiwe. Usiukaombea adui zako wafe. Mwambie Bwana awaweke maisha mrefu na Bwana akawakomboe katika minyororo ya ibilisi, kwa sababu sio kupenda kwao, ni kupenda kwa ibilisi. Bwana Yesu asifiwe. Ukawafariji, ukiweza kufikia mmoja wawili, weza kuwatia moyo na ukaweze kuambia it is well. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mambo yanakuwa mzito kwako, yakikulemea zaidi, Daudi akasema, nitainua macho yangu nitazame milimani, msaada wangu unatoka wapi? Msaada wetu uko kwa Yesu aliyeziumba mbingu na nchi. Bwana Yesu asifiwe. Kila wakati hata mambo yakikuwa mzito, na naweza kuwa ya kuzunguke mzito, piga magoti, mwambie Bwana it is well. Bwana Yesu asifiwe. Amen. It is well, it is well, it is well. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu atuhurumie, Mungu atunemeshe neema yake, Mungu atuhifadhi, Mungu atubariki. Tumtumikie Bwana pasipo kuchoka na pasipo kulemewa. Tukimbie mbio zetu tukimtegemea Yesu na kumtarajia, na zaidi tutazame ukamilishaji wetu, finishing well. Bwana asifiwe.